huruma. Unajua shetani saa zingine anaweza kuonea huruma tu. Kuna swali moja nilikuja kaniuliza siku moja. Hii ni Biblia. Ila Biblia. Umetoka kanisani, umeomba, umejazwa na Roho na hauna kitu, una njaa. Unawaza pesa kama nini? Alafu kuta Biblia na pesa. Unakuwa ukichukua pesa acha Biblia, ukichukua Biblia acha pesa. Na ni pesa nyingi. Na hauna mtu uko peke yako. Wewe sema dili yako, usiseme mwingine. Kuna wengine wamefeli tayari mtihani. Nyumba unadaiwa, umeachwa, kuna watoto wana shida, watoto wana njaa, hapa wana makamasi. Hata una viatu. Umeambiwa chagua moja. Sababu hata ukienda mbinguni upite na njia zote. Wangapi watachukua pesa wataja Biblia? Hadi Mungu mimi najua nyinyi wote mngani. Hakika yeye anajua. Lakini hapo mnalificha tu. Yaani mbele za Mungu yani. Neno live tu mnanidanganya. Amuogope mtumishi wa Mungu. Kama unajua ile carton ya kale kabegi kabeba pesa, wote kamejaa na kamewekwa na hakuna 100 wala 500, ni tenga. Na kila punda limebeba 100,000. Alafu nyumba ya kwenu ni ya matope, unafaa kuingia hivi. Angalia, wacha nikwambie kitu kimoja. Uliza kwa nini? Ndio ilimtokea Yesu. Sawa? Alikuwa kuna njaa. Unaelewa? Alikuwa kuna nini? Na njaa. Tena ya siku ngapi? 40. Hana maji na hana chakula. Na hana Yesu hakuna mahali alikuwa na mahali pa kulala. Umeelewa? Kama ulisikia kuna mahali Yesu alikuwa anaenda kwa nyumba analala. Biblia inasema alikuwa amezoea kwenda mahali ambapo alikuwa akienda kuomba. Alikuwa anaenda kuomba hapo kwa mzeituni usiku. Wanafunzi wake wakiwa wamelala. Hata Yesu mwenyewe akasema, nyinyi mna makao lakini mimi sina makao. Makao yenu ni makao yangu, ni roho yenu. Sasa Shetani akamfuata. Akamwambia, unaonaje leo jiwe kalibadilisha kwa mkate? Jamaa akapasi mtihani. Sema sawa, acha chini. Huyu jamaa hana makao. Hana makao. Na kwa sababu ameanza kutafuta wafuasi, nataka nikupatie nyumba nzima, nyumba nyingi ama sehemu kubwa. Ndio ukisubiria hii chukua. Sawa sawa, nakumwambia wewe achana na Mungu, niabudu mimi. Unaona sasa maana ya miungu inatokezea. Tunaweza abudu Mungu, tunaweza abudu pesa kuliko Mungu. Sasa hapa tukianza Biblia tujue tunaabudu ile pesa. Lakini umenidanganya, mimi niko sure ati hakuna mtu ni wewe peke yako. Hakuna mtu ni wewe peke yako. Peke yako. Alafu sasa hiyo unapokea simu na kwa kwenye nyumba anakuambia nimefunga. Hapo baba anachukua hiyo Biblia. Wewe nyumba nenda kupigia simu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hauwezi kumtumikia Mungu na nini? Hapo si mimi nimesema. Wewe ulitoa wapi? Yaani inamaanisha zile mali Mungu akupatie. Ndio. Lakini usimwache Mungu kaenda zikapotoa roho, utakufa. Kwa hiyo wanaweza iba baba wakafurahi, lakini siku nyingine wakaja wakadoma hata zile walizoiba wasizikusa. Sababu ya nini? Tamaa.
Hapa Mungu anauliza ni kitu gani kitakachokutenga na wokovu wako. Hebu maliza. Amen. Haifai kufika saa 9:30 kwa sababu hiyo ndio moja maliza. Kwa maana nahesabu mateso ya wakati huu wa sasa ndio kuwa si kitu, ila kama utukufu ule utakao kufunuliwa kwenu. Unajua ni kuliko mwenye kuangalia. Kuna vitu sasa kuvirukia leo vimekuondolea utukufu wa kesho. Kuna kitu kijinyima leo ukimtafuta Mungu, zile zilizonyimwa zinakuja kwa wakati ambao Mungu amekuandalia. Kwa hivyo usiingie na tamaa ukamkosea Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ati kwa sababu unateseka. Kuna mahali nilikuja nikahubiri siku moja. Sijui kama unaweza pata. Nilikuwa ni kitabu cha Mhubiri, nikaambiwa ati samaki, yaani mtu anaweza ingia kwa mtego kwa sababu ya shida zake. Ona shida zinaweza kufanya ukatoka kwa Mungu. Samaki. Ni Mhubiri ngapi vile? Tena naweza nikumbusha haraka. Ni kama Mhubiri kuanzia Pisha. Mhubiri 9, basi hapo mahali ni kama ngapi hivi? Wote kwa shida. Yaani shida inaweza kufanya ukakufa. Amen. Aha, ni 12 eh? 12. Ndio Mhubiri 9:12. Amen. Unasema maana mwanadamu naye hajui wakati wake, kama samaki wanaokamatwa katika nyavu mbaya, na mfano wa ndege wanaonaswa mtegoni, kadhalika wanadamu hunaswa katika wakati mbaya mnapoangukia kwa ghafla. Unasikia? Ni wakati gani mbaya? Ni wakati gani ambapo unanaswa? Unajikuta umeenda kwa uganga. Unajikuta tuona samaki naye anaona ndoano, anaona kama kuna nini? Kuna chakula. Kumbe pale anakula ndipo amepatikana. So shida zinaweza kufanya kuingia mahali baba. Lakini shida unafaa mpelekee nani? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lakini wanadamu watakurarua, kumbe unajiingiza katika mitego yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hata kuna makanisa mengi ama mengine. Haleluya. Hizi makanisa tu. Unajua mapasta hawapendi kuzungumzia hili. Sababu wanaogopa. Unajua kuna makanisa mengine mwanangu, unaweza ingia na ukapewa huduma. Hii lazima nikuonye na mapema. Sawa? Ukapewa nini? Huduma. Alafu ile kanisa ukishapewa huduma, the moment sasa unaendelea pale kwa huduma, zile madhabahu zile, kwa maana huwa naambia watu before uende mahali, ambia Mungu akuongoze. Najua mimi niko wazi, nilikwambia hakuna mtu ambaye hatumiki na Mungu. Ni vile wewe mwenyewe utajiachilia. Ukimwambia Mungu niongoze, unajua Mungu alikuongoza tangu ukiwa tumboni, hata shinda kukuongoza tu kwa tumboni. Unaelewa? Sasa ukimwambia niongoze, atakupeleka mahali palipo sahihi. Kuna madhabahu za kuzima huduma za watu, na kuna madhabahu inaweza kukutumia
Na kuna madhabahu zingine ukiwa uko nacho waishiwa kabisa. Badala ya kufaidika ndio unaingia hasara. Afadhali hasara iingie kwa sababu ya makosa yako. Hiyo ni madhabahu ya Mungu. Lakini ikiingia na wewe haufanye makosa yoyote, ujue hapo si mahali pazuri. Na lazima usikilize maoni. Andiko linasema maonyo yetu si ya kupoteza, ya kuharibu. Tangulize Mungu kila mahali unapokwenda. Sawa? Maana Mungu akiwa upande wako hakuna kitu chochote kibaya kinaweza kukukuta. Umeelewa? Nasikia ndio neno la kwanza. Mungu akiwa juu yetu, ni nini ambacho kitatujua? Hakuna. Ukienda mahali ukisikia roho yako iko na amani, hata kama kuna vita, simama hapo. Hapo ndipo ambapo Mungu anakutoa. Amen. Amen. Haleluya. Anaweza kuambia wewe uko kwa huyo basi. Huwezi jua. Ni njia moja ya kuelewa. Lakini kwa hiyo sasa kuna zile vita ambapo ni vibaya. Hizo vita ambapo ni vibaya wewe unaweza kuamua uamuzi wako. Lakini vita za kwa watu wa huduma na kupiga vita. Sasa wewe ni mkali kuliko hapo. Ukiondoka kuna roho zingine pale zilikuwa zinakusikiza sana, zilikuwa zinakutegemea sana. Hawajui kile kinachoendelea. Wao wanajua kusimama na wanabarikiwa na wewe. So unaulizwa ni kitu gani kitakachonitenga? Usitengwe na chochote. Usitengwe na chochote katika wokovu wa Bwana. Amen. Usitengwe na chochote katika huduma ya Bwana. Usitengwe na chochote katika kumtumikia Mungu. Amen. Wacha wao wakutenge, lakini wewe usitengwe. Amen. 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 Haleluya. Amen. Endelea. Hizi ujumbe ndio umebaki na dakika nane. Amen. Ndio. Basi. Ndio. Tuseme nini juu ya hayo? Tuseme nini juu ya hayo? Mungu akiwapo upande wetu. Baba akiwa upande wetu. Ni nani aliye juu yetu? Ni nani aliye juu yetu? Yeye. Yeye. Asiyemwachilia mwana wake mwenyewe. Unasikia, Mungu hawezi kukuachilia. Amen. Akiwa juu yako hakuachilii. Amen. Wewe ni mwana wa Mungu, nani anaweza achilia mtoto wake? Amwachilie wote. Ama potee, nakosana na wewe. Ulikuwa wapi? Hiyo ndio maswali ya kwanza. Wanaume tuko pamoja? Apotee. Abulani apalalike. Sasa Mungu yuko hivyo pia. Kama wewe ni mtoto wake kweli na watu wanakutafuta, Mungu naye halali. Amen. Atapambana na hao watu mpaka wakuachilie na wewe. Amen. Amen. Mama ako tayari hata kama unaona kwa mfano mama yuko pale. Umempiga huko. Pa. Hata ongea. Piga tena. Pa. Wewe kama sio tu. Piga tena. Pa. Kwa anajiuliza, kwanza anafikiria mtoto si wake anapiga hivi, anasema hapana. Naona mama anaingilia kati. Anasema huwezi mpiga mtoto namna hiyo. Hapana, mpaka anasema nipige. Unaona sasa? Na mnaweza kukosana kwa sababu yake. Ajuaje uchungu wa mwana ni nani? Yesu alikufia msalabani, anajua uchungu wake. Amen. Anajua uchungu. Wanaweza kusema amen. Sasa Bwana anasema yeye akiwa upande wako usiogope lolote. Amen. Haleluya. Amen. Mungu akiwa upande wako. Kulikuwa na kanisa kanasema Mungu akiwa upande wako usijui nini tengeneze. Ndio. Yeye asiyemwachilia mwana wake mwenyewe. Yeye asiyemwachilia mwana wake mwenyewe. Bali alimtoa kwa ajili yetu sisi sote. Nasikia? Kwa hivyo Yesu ana uchungu ya yule aliyosikia wapi? Msalabani.
So ukija kwake, ukimpatia Yesu maisha yako, inamaanisha ni kwamba sasa jukumu aliyo nalo ni kukulinda wewe. Kama kuna vita anakulinda. Nakwambia mwanangu, ukiwa juu ya Yesu usiogope lolote. Sisi kama unaelewa ujumbe. Ukishabarikiwa ama ukishapokea huyu Bwana, ama ukishaanza kumtumikia, ama ukishaanza kumjua, ama ukishaanza kumuelewa, usiwe na wasiwasi, tumika katika hiyo. Nenda na hiyo barabara. Amen. Najua katika barabara watu watakutaka kuovertake. Haleluya. Wakiona hii lori ni kubwa, anasema ni overtake hii. Itabidi aangalie bila ataangalia. Amen. Hakuna mtu anaweza kubadili maisha yako. Amen. Hakuna mtu anaweza kubadili ndoa yako. Amen. Hakuna mtu anaweza kubadili watoto wako. Kubaliana na hali hiyo, maana wewe kuna Mungu. Amen. Amen. Endelea. Bali alimtoa kwa ajili yetu sisi sote. Yeye alijitoa kwa ajili yetu sisi sote. Atakosaje? Atakosaje kutukirimia? Atakosaje kutuangalia? Atakosaje kutupigania? Atakosaje kututetea? Atakosaje kukubariki wewe? Swali. Hata wewe mwenyewe jiulize, kama mtu alikufia, atakosaje kukuangalia wewe? Swali. Mungu anakuangalia. Kama Mungu anakuokoa na wewe. Wajua ni wewe anakuombea baba. Ndio ni wewe anakuombea baba. Hawakutaki kwa tu. Wanataka tu waambiwe kwamba wewe umekufa, umepata ajali. Anasema nilijua. Alijifanya nini naomba? Najua Yesu aliambiwa. Alijifanya nini? Mfalme ajiokoe mwenyewe msalabani. Lazima kitu kitokezee ndio watu wajue ndani yako kuna Mungu. Haleluya. Kila jaribu litakalokuja mwanangu, ukiwa tu ya Mungu utashinda tu, hata sio Mungu. Utashinda na utaendelea. Haleluya. Baba amekufa kwa ajili yako. Umesikia? Hata kama unamkosea Mungu, yeye atadili na wewe. Si wanadamu watadili na wewe. Unajua hivyo? Kwa maana tulikataza tusihukumu. Hata nasema msihukumu, sije kuwahukumu. Mwambie mwenzako usihukumu. Mwambie usihukumu mtu sahihi. Mungu. Unajua hivyo? Haleluya. Amen. Tuendelee. Bali alimtoa kwa ajili yetu sisi sote. Atakosaje kutukirimia? Ndio. Na mambo yote pamoja naye? Ni nani? Ni nani atakaye washtaki wateule wa Mungu? Ni nani atakaye washtaki? Unajua hufai kubeba shtaka. Ile mashtaka kwa nayo yote, maana anaona Mungu yupo. Hata usiku yeye anaona. Wewe usiku unauliza nani yule? Yeye anaona, aulizi nani. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Yeye anaona. Hata vilivyo tumboni mwako. Wewe mwenyewe unajua tumbo wako unakaaje. Hata kwa tumbo yako ni moja unasema ni mbili. Yeye anaona. Sasa kwa hewa yako ukiti inakuwa unaponya na masikio. Lakini unaona unakuta inakuwa bado uko nayo. Yeye anaona. Nani ataileta mashtaka kwa Mungu? Acha niseme Mungu. Ndio mashtaka ya nani? Wini. Baba, angalia Wini. Mbona ya Mungu? Mungu akiwa juu yenu teenagers. Unafikiri sasa tuwaone vile mnafanya? Mungu anaona sasa tu. Jicho la Bwana si kama jicho la mwanadamu. Amen. Anajua kuwapatiliza watu. Wewe angalia. Samueli mwenyewe alikuwa anajua Sauli ni nani. Mpaka alikuwa anamuombea maskini.
Wamekazana kumwombea Pastor John, kumbe alitemwa kitambo. Unafunga mkiomba, kumbe alitemwa kitambo. Jamaa yeye amefunga. Mpaka Mungu anamtembelea, anamwambia wewe acha uchizi bana. Kwani mimi huwezi kutembelea hapa nini? Mbona unakomea kwa familia yako? Anasema sasa si ninaomba kwa sababu ya Sauli mfalme anataka uongoze taifa vizuri tu hapa wewe ukataa. Kwa nyumba ya Yesu huko. Chukua mtungu wako mafuta. Mafuta hapa kwa wapi? Nimeweka pale mahali na hapo chini ya kitanda. Hadi ndio. Bio. Sasa nikionekana kule na nilikuwa nimebeba mafuta, si mfalme anataka kuniua. Ndio maana mimi hapa naangalia watu wakubwa wanakuwa bwana huyo hata kuna wakubwa kuna macho. Pei anamuuliza Yesu, wewe sasa Yesu, mbona unajionea kama kuna wengine?